Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza walivyojipanga kuanza muhula mpya wa masomo. Na kwa upande wa kimataifa, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaendelea kusisitiza amani na mshikamano katika ziara yake katika nchi za Afrika. Na katika michezo, wadau wa soka wilaya Nyamagana jijini Mwanza wamesisitiza uboreshwaji wa soka la wanawake katika mkoa huo. Hayo na mengine mengi, ongozana nami Daniel Samuel nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Angelisa Tewele atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Samson Bahati. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria, ndani ya ndaki ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wamesema wamejiandaa vizuri kuanza muhula mpya wa masomo kwa kuongezea juhudi na kufanya kazi za darasani kwa wakati. Na baadhi ya wanafunzi wanaotarajiwa kuhitimu shahada mbalimbali katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wameeleza namna wanavyojipanga kukabiliana na soko la ajira, huku wakitaja swala la kujiajiri wenyewe kama kipaumbele ili kupunguza changamoto ya ajira nchini. Mwanahabari wetu Omari Ramazani Omar ametuandalia mchanganuo wa taarifa hizi, na hii ni taarifa yake. Ikiwa ni muhula wa pili wa masomo, nipo katika Chuo cha Mtakatifu Agustino ambapo baadhi ya wanafunzi wataenda kuelezea kwa namna gani walivyojipanga na muhula huu wa masomo. Kwa huu mwaka wa masomo 2025-26 nimejipanga vizuri kutokana na huu muhula. Kivipi? Cha kwanza nitahakikisha kuweza kufanya quiz kwa wakati, alafu pia kuweza kufanya zile individual assignment kwa wakati, pia participate zile group discussion vizuri, sawa, ili kuweza kupata coursework nzuri, kwa sababu coursework nzuri ndio zinatengeneza mazingira hata GPA yangu inakuwa nzuri. Kwa semester hii nimejipanga vizuri kwa sababu niliyaona makosa ambayo niliyakosea kipindi cha semester kwanza, ambayo ni kama kuchelewesha assignment na kutokuzifanya kwa muda na kuchelewa kuingia darasani. Pia kwa semester hii ambayo ni muhula wa pili, nimejipanga kwamba nitafanya assignment zangu kwa muda, nitaingia darasani kwa muda, kwa sababu unajua ukifanya assignment kwa kuchelewa kazi inakuwa mbovu. Kwa hiyo nitafanya assignment kwa muda, nitajisomea, nitajitahidi kupanua akili yangu kusoma mambo mbalimbali ambayo kwa first semester sikuyafanya. Bana, mimi kwa muhula wa pili nimejipanga vizuri sana, ni sawa na muhula wa kwanza. Muhula wa kwanza unajua mambo yalikuwa bado mageni, ila sasa hivi sio sawa. Lazima nijipange vizuri, nihakikishe kwamba ni coursework hizo na perform vizuri, assignment hizo, ili katika mtihani niweze kupambana vizuri. Na hayo ndio baadhi ya maoni ya wanafunzi. Nikiripoti kutoka hapa Chuo cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Omar Ramadhan wa SAUT TV. Suala la ajira limekuwa changamoto kwa wanafunzi wanaohitimu elimu ya ngazi ya juu, lakini baadhi yao hujipanga kukabiliana na changamoto hiyo mara tu baada ya kumaliza elimu yao. Nipo katika Chuo cha Mtakatifu Agustino campus kuu ya Mwanza, ambapo baadhi ya wanafunzi wameeleza namna walivyojipanga kukabiliana na changamoto hiyo ya ajira. Mimi kwenye soko la ajira nimejiandaa kujiajiri mimi mwenyewe kwanza. Hiyo ndo option yangu ya kwanza, kwa sababu mwenyewe kama unavyoona saizi hali ya maisha au tukianza kutegemea sana ajira imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo mimi kitu changu cha kwanza kabisa, priority yangu ya kwanza ni kujiajiri mimi mwenyewe, kwa sababu sitaki kuweka sana kwenye kuajiriwa, kwa sababu unajua kule kuna vitu vingi sana vya kufanya na pia umebi limited sana. Kwa hiyo ajira yangu mimi mwenyewe, kujiajiri mimi mwenyewe itakuwa kitu changu cha kwanza kabisa. Kwa upande wangu mimi nimejiandaa kwenye soko la ajira kwa namna zote, nikiajiriwa au nikijiajiri mwenyewe. Kama ikatokea nikapata kazi ya kuajiriwa, ninaweza kufanya vizuri, lakini pia nimejiandaa pia kujiajiri mwenyewe, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Unaweza ukapata ajira au usipopata ajira ndio utakaa, hauwezi kukaa. Kwa hiyo hata nisipoajiriwa labda kwenye taasisi ya kiserikali, nina uwezo pia kujiajiri mwenyewe, kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na
na maisha yetu ya kila siku, ili niweze kupata kipato cha kujikwamua kimaisha. Kwa upande wangu mimi, swala zima la kujiajiri ni kila kitu, kwa maana ukianza kuangalia miaka ya hivi karibuni, ukianza kuchukua 2010, 2015 kuja juu, wanafunzi wengi waliomaliza wapo mtaani na hawana kazi. Kwa upande wangu naona kwamba kujiajiri ndio kila kitu. Tutoe kipaumbele, kila mtu aone umuhimu wa kujiajiri. Tuache harakati za kwamba kutegemea serikali ili leo itoe ajira uende kaajiriwe. Lakini yote kwa yote ni kwamba tufanye kazi ambayo ipo mbeleni wetu. Tusidharau kazi, tukomae. Kijana yeyote ambaye ana nguvu kwa hivi sasa ana wakati wa kupambana kwa nguvu, kwa hali na mali, ili kwamba atimize ndoto zake. Nikiripoti kutoka hapa Chuo cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Omar Ramadhan wa SAUT TV. Shukrani sana Omar Ramadhani, na taarifa hiyo inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote ulipo na kutazama. Hivi sasa ni wakati wa kuangazia yale yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianza kuangazia ziara ya Papa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameendeleza ujumbe wake wa kusisitiza amani, mshikamano wa kimataifa na haki za kibinadamu katika siku ya pili ya ziara yake katika mji wa Annaba nchini Nigeria. Tukielekea huko Marekani imeweka vikwazo katika bandari za Iran kuzuia meli, wakati Pakistan ikipendekeza mazungumzo mengine ya duru ya pili kati ya Marekani na Iran ili kumaliza vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Mwandishi wetu Rebecca Barnaba anaelezea kwa undani juu ya taarifa hizi za kimataifa. Ikiwa leo ni siku ya pili ya ziara yake katika mji wa Annaba nchini Algeria, Papa Leo wa 14 ameendeleza kusisitiza kuwa dunia inakabiliwa na changamoto kubwa za kivita, migawanyiko ya kisiasa na ukosefu wa usawa wa kiuchumi, huku akionya juu ya kile alichokiita kuwa ukoloni mambo leo wa kisasa, kutokana na baadhi ya mataifa kuendelea kutumia nguvu za kiuchumi na kijeshi kuwatawala wengine kwa njia zisizo za moja kwa moja. Akiwa Annaba, Papa Leo ametembelea maeneo mbalimbali yanayohusiana na Mtakatifu Agustino, akieleza umuhimu wa urithi wake katika kujenga misingi ya imani, falsafa na maadili ya Kikristo. Papa Leo wa 14 anatarajiwa kuendelea na ziara yake kuelekea nchini Cameroon, ambapo anatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kanisa Katoliki barani Afrika. Ziara ya Papa Leo wa 14 barani Afrika inalenga kuhamasisha mshikamano wa kimataifa, kukuza amani na kuimarisha nafasi ya kanisa Katoliki katika kushughulikia changamoto za kisiasa. Na tukielekea huko Mashariki ya Kati, taifa la Marekani limeweka vizuizi katika bandari za Iran kuzuia safari za ndege, wakati Pakistan ikipendekeza mazungumzo mengine katika duru ya pili ili kumaliza vita vinavyoendelea. Maafisa wa Pakistan wamefahamisha kwamba nchi hiyo imependekeza duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran ili kumaliza vita vinavyoendelea baina ya mataifa hayo. Pendekezo la Islamabad limetolewa wakati Marekani ikiweka vizuizi kamili katika bandari za Iran, huku makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema mazungumzo ya Iran yamepiga hatua na Rais Donald Trump, akionyesha jana Jumatatu kwamba Iran iko tayari kufikia makubaliano hayo. Wakati hayo yakiendelea Mashariki ya Kati, hii leo Israeli na Lebanon wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja mjini Washington DC, yakilenga kufikia makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea kusini mwa Lebanon na kuweka msingi wa amani ya kudumu kati ya mataifa hayo mawili yenye mgogoro wa muda mrefu. Mazungumzo hayo yanaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, akiwakutanisha viongozi mbalimbali pamoja na balozi wa Marekani nchini Lebanon Michel Issa, balozi wa Israeli Yachel Leta na balozi wa Lebanon Nada Hamadei. Hatua hii imekuja wakati ambapo mgogoro huo umeongezeka kwa kasi baada ya Hezbollah kuishambulia Israeli mapema mwezi Machi, hali iliyosababisha mashambulizi makubwa ya anga kutoka Israeli pamoja na uvamizi wa kijeshi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku yakisababisha madhara makubwa ikiwa ni pamoja na vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya watu kulazimika kuyahama makazi yao. Rebecca Barnaba, SAUT TV. Huyo ni Rebecca Barnaba akitupitisha katika medani za kimataifa. Hivi sasa mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Angel Tewele atakayekusomea habari za kibiashara. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Angel Tewele.
Baadhi ya wadau wa usafirishaji katika stendi ya Malimbe wameeleza kupanda kwa bei ya mafuta kumeendelea kuwa pigo kwa sekta ya usafirishaji, jambo linalopelekea kupungua kwa kipato kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya usafiri. Na biashara ya kimataifa, zaidi ya madereva wa malori milioni 3 nchini Marekani wanaosafirisha bidhaa kuanzia vyakula viwandani hadi kwenye miradi ya ujenzi wanakumbana na changamoto ya kupanda kwa bei ya diesel na kufikia viwango vya juu katika miaka ya hivi karibuni. Hali hii imeongeza shinikizo katika sekta hii. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Alex Siaga. Baada ya mafuta kupanda bei, baadhi ya wadau wa usafirishaji wameeleza changamoto wanazokutana nazo katika sekta ya usafirishaji. Kwa majina anaitwa Misri. Changamoto kubwa ambayo tunaipata kuhusiana na swala la kupanda kwa mafuta, kiuhalisia kwanza upatikanaji wa mafuta umekuwa ni changamoto, kwa sababu kuna baadhi ya sheli mafuta yanakuwa hayapatikani, lakini mbali na hivyo kwamba yanapatikana kwa bei ya juu. Sasa inapokuja kwenye swala la kwetu sisi ambao tunafanya kazi ya boda, changamoto inakuja kwenye upande wa nauli, kwa sababu awali tulikuwa tunabeba mteja wetu kwa shilingi 1000, lakini sasa hivi tunalazimika tuongeze ili tuweze kupata faida kidogo kuhusiana na hii kazi ambayo tunaifanya. Jina langu naitwa Mandari, dereva bajaji Malimbe. Bei ya mafuta kupanda kwa kweli imetuathiri sisi katika shughuli ya usafirishaji wa abiria, kwa sababu nauli zimekuwa bado hazijapandishwa na serikali, hivyo unakuta abiria wengi wanakulipa hela ambayo ni ya chini, kwa kipato kinakuwa kimepungua. Aidha, wameomba serikali kutafuta njia mbadala ya kuweza kutatua changamoto hiyo ya mafuta. Hiyo rai yangu kwa serikali iweke ruzuku ili kuhakikisha kwamba bei ya mafuta inashuka ili kuongeza kipato kwetu sisi, mambo yaende. Suluhisho ambao mimi naliona, pengine serikali kama serikali wangejaribu kuangalia namna ya kuweza kufiksi bei ya mafuta. Nikiripoti kutokea hapa jijini Mwanza katika stendi kuu ya Malimbe, mimi ni Alex Siara wa South TV. Tukiachana na habari ya kitaifa, sasa tugeukie kimataifa, ambapo kwa mujibu wa chombo cha habari cha Reuters imesema kuwa diesel imeongeza gharama ya pili kwa ukubwa kwa waendesha malori tangu kuanza kwa vita vya Iran, ambayo ilisababisha kusimama kwa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Kufuatia hatua hiyo, wataalamu wameonya kuwa hakuna dalili ya kushuka kwa bei ya diesel, hasa katika maeneo makubwa ya usafirishaji kama California na Texas, ambapo bei zimefikia viwango vya juu kabisa. Aidha, sekta ya usafirishaji wa malori imeonyesha kiashiria muhimu ya hali ya uchumi wa Marekani kwa mwaka 2024. Sekta hii ikisafirisha tani bilioni 11.3 za mizigo, ambayo ni karibu robo tatu ya mizigo yote nchini humo, na kuingiza mapato ya dola bilioni 906. Kwa sasa wastani wa gharama ya diesel kwa kampuni za usafirishaji umefika dola 5.52 kwa galoni, ukivuka rekodi ya awali ya dola 5.50 iliyowekwa mwaka 2022 baada ya vita vya Urusi na Ukraine. Mtaalamu wa masuala ya ugavi kutoka chuo kikuu cha Michigan State, Jason Miller, amesema kuwa hakuna kampuni iliyotarajia bei ya diesel kufikia dola 5.60 kwa galoni mwaka 2026, ikionyesha hali ilivyo mbaya kuliko ilivyotarajiwa. Kampuni ya usafirishaji FedEx imeonyesha kuwa kupanda kwa bei ya gharama za mafuta kunaweza kuathiri utendaji wake wa kifedha, hasa kama wateja wataanza kupunguza matumizi yao kutokana na gharama hizo. Makampuni madogo ya usafirishaji ndio yanaathirika zaidi. Utafiti unaonyesha kuwa 18% ya makampuni yamesimamisha shughuli zao kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Hali hii inaweza pia kuongeza gharama ya usafirishaji ambazo zinaweza kufikia zaidi ya 20% ya gharama ya bidhaa muhimu kama maziwa. Hata hivyo, hadi sasa mfumuko wa bei bado hujafikia kiwango kikubwa kama kilichotokea mwaka 2022 wakati wa vita vya Urusi na Ukraine. Licha hayo, kupanda kwa bei ya mafuta imekuwa changamoto ya kisiasa kwa Rais Donald Trump, hasa wakati wa uchaguzi unakaribia. Majimbo kadhaa tayari yameripoti bei ya diesel kufikia rekodi mpya. Wataalamu wanasema bei ya diesel imepanda kwa kasi zaidi kuliko petroli, hali inayoathiri zaidi waendesha malori kutumia watumiaji wa kawaida. Pia kuna hofu ya kupanda zaidi kwa bei hizo baada ya mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kushindwa kufikia makubaliano. Hata hivyo, hatua iliyopelekea kuzuia kabisa kwa mlango wa Hormuz inaongeza hofu kwa upungufu wa mafuta duniani na inaweza kuvuruga zaidi usambazaji wa nishati. Alex Siara, South TV. Wiki hii kwenye Home Clinic. Je, unafahamu ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza kwenye afya ya macho pale ambapo unatumia vifaa vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu kama vile simu, laptop ama kompyuta? Usikose kufuatilia Home Clinic kila Jumatano saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SouthTVTZ.
Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Samson Bahati. Wadau wa soka wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa uboreshwaji wa wadhamini na kuondoa imani potofu kwa wanawake kutasaidia kukuza soka la wanawake ndani ya mkoa huo. Wadau wa soka wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa uboreshwaji wa wadhamini na kuondoa imani potofu kwa wanawake kutasaidia kukuza soka la wanawake ndani ya mkoa huo. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wamebainisha kuwa wazazi wanapaswa kubadili fikra zao, huku wadau na wadhamini wakishauriwa kuweka nguvu zaidi ili kukuza soka hilo. Katika rubaa za kimataifa, mchezo wa mkondo wa pili robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itaendelea leo kwa mechi mbili kupigwa majira saa 4 kamili usiku. Barcelona atakuwa ugenini dhidi ya Atletico Madrid baada ya kupoteza mchezo wa awali nyumbani mabao 2-0, huku PSG ikiwafuata Liverpool nyumbani kwake Anfield wakiwa mbele ya mabao 2-0 kwenye mchezo wa awali. Kwa undani wa taarifa hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Jordan Mgoli. Soka la wanawake linakuwa, lakini si kwa kasi kubwa. Mfano mzuri ni hapa Mwanza ambapo kumekuwa na ukuaji mdogo kwa soka la wanawake. Ni timu mbili tu za Alliance Girls pamoja na Bilo Queens ambazo zinaiwakilisha Mwanza katika soka la wanawake. Nini kifanyike ili kuweza kukuza soka la wanawake hapa mkoani Mwanza? Nimepata sawa kuzungumza na wadau mbalimbali nao wakawa na haya ya kuzungumza. Kwa majina anaitwa John Martin. Ningependa kuzungumzia hili swala kwamba namna gani au ni njia zipi zitakazochukuliwa kama na serikali kwamba ili kuhakikisha kwamba anaboresha mfumo wa mchezo kwa upande wa wanawake. Moja, kwanza itakuwa ni elimu kwa wazazi. Mara nyingi wazazi wamekuwa na ile kwamba wanakuwa hawampi nafasi mtoto wa kike katika familia. Kwanza wanakuwa hamruhusu mtoto wa kike katika familia kwenda kufanya ile mchezo, wakiamini kwamba labda itakuwa ni kinyume na utaratibu katika jamii wanaokuwa wanaishi. Pia kitu cha pili ni serikali kutoa kuweka kipaumbele katika kuwasaidia watoto wa kike katika kuendeleza vipaji vyao vya mpira. Serikali inaweza kuhusika katika labda kuboresha kama academy. Naita academy, yani shule za watoto wa kike ambazo zina train katika kuendeleza vipaji vyao vya mpira wa miguu. Kwa majina naitwa James Nelson. Ningependa nizungumzie kwenye swala la nini kifanyika ili kukuza soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Naweza nikasema kwa pointi kadhaa. Moja, cha kwanza serikali lazima itoe kipaumbele na kwa wanawake, itoe kipaumbele katika kukuza soka, kwa sababu moja, kwanza itambue kwamba soka ni ajira. Watu wengi wanajiajiri kupitia soka, wanakuza vipato, pia wanakuza uchumi wa nchi kupitia soka. Alafu pia lazima serikali itoe support. Kwa mfano isake kupitia mashuleni, vioni, kutafuta wanawake walio na vipaji kwa ajili ya kuwaendeleza. Kwa ikifanya hivyo inaweza ikasaidia katika kukuza soka. Naam, hao walikuwa ni wadau mbalimbali ambao walikuwa wanaeleza nini kifanyike ili kuweza kukuza soka la wanawake hapa mkoani Mwanza. Na katika rubaa za kimataifa, michezo ya mkondo wa pili ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itaendelea leo kwa mechi mbili kupigwa, ambapo Barcelona watakuwa ugenini kucheza dhidi ya Atletico Madrid, huku bingwa mtetezi PSG akialikwa na Liverpool katika dimba la nyumbani. Akizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari, nyota Julian Alvarez wa Atletico Madrid amesema kuwa wanajua Barcelona ni timu bora na watakuja kutaka kubadili matokeo, huku akisisitiza kuwa wamejiandaa vyema na wanalijua hilo. Barcelona wataingia kwenye mchezo wa leo wakiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza mchezo wa awali wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani la Nou Camp kwa kufungwa mabao 2-0, huku wakihitaji kufanya comeback kwenye mchezo wa leo katika dimba la Metropolitano nyumbani kwa Atletico Madrid. Wakati huo mabingwa watetezi wa michuano hiyo PSG wao watawafuata Liverpool katika dimba lao la Anfield wakiwa na uongozi wa mabao 2-0 waliopata kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Ulaya.
Liverpool ambayo imekuwa na msimu mbovu mpaka sasa watahitaji kufanya kazi ya ziada kushinda nyumbani, jambo linaloonekana kuwa gumu, ingawa wamewahi kufanya hivyo walivyoiondosha Barcelona kwa mabao 4-0 mara baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa mabao 3-0 msimu wa 2018-19. Michezo hiyo itapigwa majira ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo tutakwenda kushuhudia nani atakayevuka kwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Mimi ni Jordan Mgoli. Shukrani sana Jordan Mgoli kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Samson Bahati na sasa nirudishe kijiti kwake Daniel Samuel kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Samsoni Bahati kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa hizo, tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza walivyojipanga kuanza muhula mpya wa masomo. Na kwa upande wa kimataifa, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaendelea kusisitiza amani na mshikamano katika ziara yake katika nchi za Afrika. Na katika michezo, wadau wa soka wilaya Nyamagana jijini Mwanza wamesisitiza uboreshwaji wa soka la wanawake katika mkoa huo. Kisha matangazo haya, jina langu ni Daniel Samuel, uwe na wakati mwema.